tuweze kuzungumza kwa pamoja, lakini katika ahadi ambayo niliwapa nilisema kwamba chama kwa sasa kinakwenda kuisimamia serikali, na watu wengi hawakujua kwamba kwa nini chama kinasimamia serikali. Labda nianze kwa kutoa ufafanuzi mdogo kwamba Chama cha Mapinduzi kimepata ridhaa ya kwenda kuunda serikali baada ya kupigiwa kura na Watanzania na kukipa nafasi ya kuweza kuongoza nchi kwa miaka 5. Kwa hiyo kama chama tuna wajibu sasa wa kwenda kuhakikisha kwamba serikali yetu imeshaundwa, viongozi wameshateuliwa wakiwemo mawaziri na manaibu waziri, na viongozi wengine wanaendelea na majukumu yao ambao hivyo wajibu wetu kama chama baada ya uchaguzi kumalizika, baada ya kuinadi ilani ya uchaguzi ya mwaka 25, 20 na 30, tuna wajibu sasa wa kwenda kuangalia yale yaliyoahidiwa yanafanyika, yale yaliyoahidiwa kwa Watanzania yanatekelezeka. Lakini tunakumbuka Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliweza kuwa na siku 100, alisema kuna mambo atakwenda kuyafanya ndani ya siku 100 katika uongozi baada ya kula kiapo. Hivyo kuna baadhi ya mambo kadhaa tutakwenda kuyagusia katika hizo siku 100, lakini jambo kubwa ambalo napenda kusema kwenu kwamba baada ya Mheshimiwa Rais kuapa na kuunda baraza la mawaziri, maana yake serikali ilishaundwa na baada ya waziri mkuu kuweza kupatikana na viongozi hao wameshaanza kutenda kazi au kufanya kazi. Lakini tukumbuke Januari 15, 2026 Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alikutana na hapa nchini. Alikuwa na mkutano wa ufunguzi wa mwaka wa mabalozi na wawakilishi wa nchi mbalimbali wanaofanya kazi hapa nchini Tanzania. Hivyo sisi viongozi wa chama moja, tumeridhishwa sana na kufurahishwa na mkutano huo ambao Dr. Samia Suluhu Hassan aliufanya. Tunatoa pongezi za dhati kwa Mheshimiwa Rais kwa kitendo chake cha kudumisha uhusiano mwema wa kidiplomasia pamoja na kulinda hadhi ya nchi yetu kimataifa. Lakini pia, ndugu waandishi wa habari, napenda nitumie fursa hii kwamba kuwajulisha Watanzania na wanachama wa Chama cha Mapinduzi kwamba tunakwenda kuanza ziara ya kikazi na ziara ya kimkakati nchi nzima. Kama ambavyo nimesema awali, tunakwenda kuangalia yaliyoahidiwa yanatekelezeka, lakini kwenda kukijenga chama chetu kama ulivyo utamaduni wa Chama cha Mapinduzi wa miaka yote, kwenda kukutana na wapenzi, mashabiki na wanachama wetu, lakini kwenda kukutana na Watanzania kusikiliza kero zao na mambo ambayo wanataka kutuambia sisi kama chama ili tuweze kuyachukua na kwenda kuyafanyia kazi. Hivyo nitoe taarifa